unaweza ukamshangilia Yesu kwa makofi. Haleluya mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa wakati huu tunaenda kumwabudu Mungu wetu. Mahali ulipo unaweza ukasimama kwa kumheshimu Mungu. Kama Mungu amekujalia uzima na afya, simama wakati huu tunaenda kumwabudu Bwana. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Makabila yote yanakufahamu kuwa wewe ni wewe ni Mungu na makombi ya ndani. Mungu tunakutukuza, Mungu usiyeshindwa, tunalimidi jina lako. Mungu usiyeshindwa, tunalimidi jina lako. Sifa, utukufu, heshima na azama zote tunakurudishia wewe, kwa maana wewe wastahili. Wewe Mungu usiyeshindwa, wewe Mungu wa ajabu, wewe uliyekuwa mahali hapa toka siku ya kwanza, wewe Mungu uliyekuwa pamoja nasi siku ya pili, wewe Mungu ambaye uko pamoja nasi siku ya leo, tunakurudishia heshima yote. Tunakushukuru Bwana, tunasema asante kwa maana wewe wastahili. Tunasema asante kwa maana ni wewe peke yako, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu usiyeshindwa, uliye pamoja nasi
nasi, ambao uko na watu wa mahali hapa, ambao uko na sisi siku ya leo. Tunalimidi jina lako, tunakutukuza Bwana, tukiamini ya kwamba leo siku nyingine ambayo umekusudia watu wa mahali hapa tukapate kulisikia neno lako, na hilo neno ambalo umelituma kwa ajili ya kuweza kutusaidia, kwa ajili ya kuweza kutuokoa, kwa ajili ya kuweza kutuvusha, kwa ajili ya kuweza kutuhamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunakutukuza Bwana, tunakutukuza Bwana. Tuko jioni ya leo mahali hapa mbele zako Bwana, tunaomba fungua masikio yetu, fungua masikio yetu mahali hapa, fungua mioyo yao, fungua mioyo yao, wakalisikia neno lako, wakapate kuamini, wakapate kuamini, wakapate geuzwa, wakapate geuzwa hayo maisha yao katika jina la Yesu. Kwa maana neno lako linasema ulituma neno ili kuokoa kwenye maangamizi. Jioni ya leo kuna watu walio kwenye maangamizi ambao wako hapa na neno lako liko kwa ajili ya kuokoa. Tunaomba Bwana kwa neno lako kupitia mtumishi wako, nenda kaokoe maangamio yao, nenda kaokoe maisha yao, nenda kaokoe maisha yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Mpigie Yesu makofi, mpigie Yesu makofi. Haleluya, mpigie Yesu makofi. Ongeza shangwe kwa Yesu, ongeza shangwe kwa Yesu, ongeza shangwe kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Matai, mnaniona? Tupungiane mkono namna hii. Kama una amani punga mkono wako namna hii. Kama una amani punga mkono wako. Paka kule nyumbani tupunge mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haya, inua mkono mwingine tena. Inua mwingine. Mwingine na mwingine. Tunataka tukamshangilia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tukamshangilia Yesu. Piga makofi yako kwa Yesu. Haleluya. 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 Sijaona kushangilia zaidi. Haleluya. Unaweza ukafanya zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine tena tunaenda kusikia neno la Mungu. Kabla hujakaa, nataka nikusomee neno la Mungu kabla sijamkaribisha mtumishi. Nitakusomea neno la Mungu. Tuna neno kuu la mkutano wetu ambalo linatuongoza kwa siku zote 8. Neno kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 26 na mstari wa 18. Neno kuu la mkutano wetu kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura 26 na ule mstari wa 18. Biblia inasema hivi: wafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Tarudia, anasema uwafumbue macho yao na kuiacha giza, uwafumbue macho yao na kuiacha giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ya leo mtumishi wa Mungu atakwenda kuongozwa na neno la Mungu kutoka kitabu cha Luka Mtakatifu ile sura ya 16 mstari wa 22 na 23, kisha tutaruka 27 na 29. Bwana Yesu asifiwe. Luka Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 22 na 23, kisha tutaruka mstari wa 27 mpaka 29. Neno la Mungu linasema hivi: ikawa yule maskini alipokufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani pa akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Mstari wa 27 akasema, basi Baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije
wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii na wawasikilize wao. Bwana Yesu asifiwe. Parudia ile 27:29. Akasema, basi Baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii na wawasikilize wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Manyoni. Haleluya, mtu wa Manyoni. Inua mkono wako tena, punga mkono namna hii, punga mkono namna hii. Haleluya, mtu wa Manyoni. Wakati mtumishi wa Mungu anasogea, unaweza ukafanya zaidi, unaweza ukafanya zaidi. Mshangilie Yesu, mshangilie Yesu, mshangilie Yesu. Unaweza ukafanya zaidi, unaweza ukafanya zaidi. Haleluya, haleluya. Watu wa mahali hapa, haleluya. Natamani kusikia kelele zenu, haleluya, haleluya, hadi kule nyuma, haleluya, haleluya, haleluya. Kuna ile salamu yetu natamani wasikie watu wa Manyoni. Majeshi, majeshi, majeshi ya Bwana, majeshi, majeshi, majeshi ya Bwana. Haleluya. Hakika mahali hapa yako majeshi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha kubwa sana kusimama mbele yako wewe uliye ndugu yangu, mtu wa Manyoni. Kwa nini nasema wewe ni ndugu yangu? Kwa sababu Biblia inaniambia katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba wote tuliumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo kama ni sura ya Mungu, basi na wewe ni sura ya Mungu na mimi ni sura ya Mungu. Hivyo wewe ni ndugu yangu na mimi ni ndugu yako. Haleluya. Ndugu zangu, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jioni nyingine tena ambayo tunakwenda kusikia habari njema za Yesu Kristo. Tumesikia kuanzia siku ya kwanza na leo ni siku ya 3. Yamkini kupata neema ya kuzuria siku zote, lakini leo Mungu amekupa hiyo neema ili uweze kusikia hizi habari njema. Natamani nione watu wanaotamani kusikia habari njema wakinipunga mkono namna hii. Amen. Namna hii, namna hii. Haleluya, haleluya. Hata mbinguni wanafurahi kwa sababu uko tayari kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nikwambie mtu wa mahali hapa kwamba Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu ili aweze kuishi milele, lakini kafika mahali mwanadamu akaweza kudanganywa na shetani. Shetani alipomdanganya mwanadamu, mwanadamu akamwasi Mungu, akaingia katika dhambi, na alipoingia kwenye ile dhambi, basi ikawa ndo wakati wa shetani kuanza kumtumikisha mwanadamu katikati ya zile dhambi. Akawa anamtumikisha kwa kila namna, kwa kila mazingira, akawa anamtumikisha. Ndio hapo wengine ambapo walipoanza kuwatumikisha katika mambo ya uchawi, ndio hapo mbivyo alipoanza kuwatumikisha wengine katika masengenyo, alianza kuwatumikisha wengine katika mambo ambayo yaliwafanya kuwa kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na yote, Mungu alipoona mwanadamu ameendelea kuishi kwenye hayo mazingira, ameendelea kuishi kwenye hayo mazingira ya dhambi, akasema hivi, siwezi kunyamaza kwa sababu huyu mwanadamu nilimuumba nikamfanya kwa sura na mfano wa kwangu. Iweje leo nimemwachia shetani aendelee kumtesa namna hii? Akasema hapana, akasema hapana. Kule mbinguni walikaa kikao, wakasema huko duniani lazima nimtume mtu aende kuwaokoa wanadamu. Haleluya, haleluya. Hiyo ilikuwa ni agenda ambayo ilikuja kwa ajili yangu na kwa ajili ya wewe unanisikia mahali hapa, kwamba atume mtu duniani kwa ajili ya kuja kutukomboa. Yeye huyu afanyike njia ya sisi kuweza kumrudia Mungu wetu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wanaonielewa tupungiane mikono namna hii. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilipofika huo wakati, ndipo Mungu akasema, ngoja nimtume mwanangu Yesu asuke huko ulimwenguni afanyike ukombozi. Ndio maana nikisoma kwenye kile kitabu cha Timotheo wa kwanza ile sura ya 2 na mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu ni mmoja, na aliyempatanishi kati yetu na Mungu naye ni mmoja, na huyo si mwingine bali ni Yesu Kristo.
na mtumishi wa Mungu mahali hapa amesoma habari. Zilikuwa ni habari za mtu mmoja aliyekuwa ni maskini sana. Alafu pia kulikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa ni tajiri sana. Hawa watu walikuwa wanaishi kwenye mazingira ya mji mmoja. Yamkini kama hapa Manyoni, basi walikuwa wote Manyoni. Kwa hiyo walikuwa wanaishi kwenye hayo mazingira. Lakini katika hayo mazingira pia injili ilikuwa imeendelea kuhubiriwa pale mahali. Katika hayo mazingira pia kuna watu ambao walikuwa wameendelea kusema habari za Mungu. Sasa wakiwa wameendelea na yale maisha, ikafika mahali, kwa sababu duniani tunapita, kwa sababu duniani tunapita, sio sehemu ya kuishi milele. Ndio maana walikuweko wengi, lakini leo hawapo. Leo tumepata nafasi mimi na wewe. Kwa hiyo nao kulikuwa na kipindi cha namna kama hii, waliendelea kuishi kwenye yale mazingira, wanaishi, mambo yanaendelea. Kama ni ibada zilikuwa zinaendelea, kama ni shughuli zilikuwa zinaendelea kama kawaida, kama ni kufanya mambo yote waliotakiwa kufanya kwa wakati ule yalikuwa yakiendelea. Sasa ikafika mahali wale watu wakafa. Hebu sema wakafa. Hebu sema wakafa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, lazima ujue kitu kimoja mahali hapa, ya kwamba ziko njia mbili mbele ya mto. Kuna njia ya uzima na njia ya mauti. Kwa hiyo ni wewe kuchagua njia ipi iliyo ni njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya wale watu kufa, kumbuka nilikwambia ya kuwa katika mazingira waliokuwa wanaishi, injili iliendelea kuhubiriwa kama kawaida. Watu wa mshi wa Mungu waliendelea kusema injili kama kawaida. Kwa hiyo katika yale mazingira yao, yule masikini aliyekuwa masikini hawezi, maisha yake ni ya shida, yeye aliposikia zile injili aliweza kumpa Yesu maisha yake. Lakini yule tajiri, yeye alipoona kuwa yeye basi ndo ana pesa, yeye basi ndo ana mali, hauwezi kumwambia chochote. Walipokuwa wakihubiri, alikuwa akiangalia namna hii, alafu anawapotezea namna kama hiyo. Sasa sikia, ikafika mahali wote wakafa. Sasa baada ya kufa, ikaonekana ya kwamba yule Lazaro aliyekuwa tayari ameisikia injili na kuiamini na kuipokea, akapokelewa kwenye kifua cha Ibrahimu katika ile paradiso. Lakini yule tajiri aliyesikia injili lakini akaipuuzia, Biblia inasema ya kwamba alipelekwa kuzimu, mahali palipo na mateso ya kutosha, mahali palipo na shida ya kutosha. Hasa akiwa kule kuzimu, alipata neema ya kumwona Lazaro kwenye kifua cha Ibrahimu. Akawa anasema hivi, Baba Ibrahimu, naomba umtume wewe Lazaro angalau hata kidogo, achove maji kwenye kidole, aje nilambishe tu, ili afadhali iki kiu kimezidi niweze kupata msaada. Lakini haikuwa rahisi. Ibrahimu akamwambia haiwezekani, kwa sababu katikati yetu hapa hakuna njia ya kupita. Siwezi kuja huko, wala wewe huwezi kuja huko, kwa sababu njia ulipewa uchague mapema, lakini wewe ulipuuzia. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule tajiri akasema hivi, basi kama hawezi kuja kwangu kunisaidia, naomba umtume kule duniani, naomba umtume kule Manyoni. Kuna ndugu zangu wako 5 kule, angalau basi akawaambia hizi habari ya kwamba hii injili inayohubiriwa sio injili ya kuiangalia na kuipotezea. Hii injili inayohubiriwa sio injili ya kuiangalia na kuiacha kama ilivyo, bali ni ya kuipokea na kuiamini, ili uweze kukusaidia kwenye maisha yako, kwa sababu ni injili ambayo ni njia ya uzima wa milele, ni njia ya uzima wa milele. Kwa hiyo akatamani yule Lazaro atumwe kule duniani. Kama ilikuwa ni Manyoni, basi atumwe kule Manyoni, aje waambie wale ndugu zake ya kwamba ndugu zangu, ni kitu cha msingi sana, ni kitu cha muhimu sana. Mkipuuzia, shauri yenu, mtaongozana aliyotangulia ndugu yenu kule kuzimu. Na amesema niwaambie hivi, kuna mateso yasiyo ya kawaida, kuna mateso yasiyovumilika, kuna mateso ambayo ni makali mno. Ndio maana alikuwa analia. Lakini sikia alichoambiwa na Ibrahimu. Akasema hivi, wewe tajiri, haina haja ya kumtuma Lazaro huko duniani, kwa sababu kule kuna watu ambao wanaendelea kuitapa injili namna hii. Kuna watu wanaoendelea kuitapa injili
namna hii, wasipowasikiliza hao nao wataongozana na wewe kwenye hiyo njia ulionayo, lakini endapo watageuka mioyo yao na kuisikia hiyo injili wanayohubiri huko, basi itakuwa pona yao rasa. Wasipokubali na njia hiyo inawahusu. Ndio. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sisi tukaona hivi, hapana, hatuwezi kunyamaza kwa sababu Mungu ametupa uhai na neema, lakini pia ametuokoa. Tukasema hapana, majeshi ya Bwana awamu hii tuelekee Manyoni, tukaseme na wao yamkini mtu ambaye akaweza kusikia akageuka akabadilika akaiacha njia mbaya akamkimbilia Mungu, akaacha njia ya giza akakimbilia njia ya uzima. Maana ziko njia mbili tu, hakuna njia ya ziada. Njia ni mbili tu, njia ya uzima na njia ya mauti ya milele. Haleluya, 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 haleluya. Unayenisikia mpigie Yesu kelele, usanga na vigelegele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipokuwa atutuma kuja Manyoni, alitupa na mstari kuja kusema nanyi, alitupa na habari ya kuja kuambia watu wa Manyoni ya kwamba ili na ninyi msije mkawa kama yule tajiri, jinsi ambavyo alipozia ile neno, ili na nyinyi msije mkawa kama tajiri yule ambaye yeye alipokuwa akihubiriwa akaona kama vile ni ushamba. Yesu ametutuma kwamba tuje kuambia kwamba unatakiwa afungue macho yenu ili mpate kuigeukia nuru. Mwiache giza, mwigeukie nuru. Mwache nguvu za giza, mgeukie nguvu za Mungu. Mwache kutumainia nguvu za giza, mwache kumtumainia Mungu. Ndiyo habari ambayo ametutuma tuambie watu wa Manyoni ya kwamba Yesu yeye ndiye njia na yeye ndiye awezaye kukufungua macho yako na kukugeuza uiache hiyo giza, kwa sababu unatembea kwenye hiyo giza ukizania uko salama, ukakumbe umepotea. Umepotea kabisa. Ukijiangalia kama vile mjanja, kama uko salama sana, lakini usijue kuwa mbele yako ziko njia mbili tu. Iko njia ya mauti na njia ya uzima. Ni wewe kuchagua njia moja ambayo unakuwa hii ni njia sahihi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika hii neno ambalo Mungu alitupa kuja kukuambia watu wa Manyoni, natamani kuonyesha mambo matano tu. Na jambo la kwanza ambalo Mungu atamani aweze kukufanyia ni ya kufumbua hayo macho yako uweze kuona kuwa injili sio kitu cha kupuzia, kuwa injili ni ya kuikamilia, kuwa huyu Yesu sio kwamba ni kitu cha ushamba, bali ni kitu cha kukimbilia sana, kwa sababu yeye huyo ni njia. Naye amesema ya kwamba katika ile Yohana sura ya 14 na mstari wa 6, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa hiyo tumekuja kufumbua macho uweze kuona njia iliyo sahihi, nayo ni njia ya Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akanikwambia mtu wa Mungu, kilichompeleka yule tajiri kule kuzimu ni kwa sababu tu alikataa injili. Alimkataa Yesu. Ndio. Alipohubiriwa akaona haifai tena nayo, akamkataa Yesu. Lakini Biblia inaniambia katika ile Matendo sura ya 4 mstari wa 12 ya kwamba Mungu alipomtoa Yesu akasema hivi, hapana wokovu katika mwingine awa yeyote, bali jina ambayo tumepewa na wanadamu kuokolewa kwalo ni jina la Yesu pekee. Ni jina la Yesu pekee. Kwa hiyo yeye alipolipuzia hilo jina la Yesu, ndio ikawa tiketi ya yeye kuelekea kuzimu. Hilo tu, wala hayakuwa mambo mengi, ni hivyo tu. Kapuzia, kahubiriwa namna kama hii, lakini akaona achana nayo, akasema tuachana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unayenielewa nipungie mkono namna hii. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya.
Yesu asifiwe. Jambo la pili natamani kuonyesha mtu wa Manyoni ya kwamba huyu Yesu ana uwezo wa kukugeuza uiache giza alafu igeukie nuru, kwa sababu yeye ndiye nuru yenyewe. Kwa hiyo akiingia ndani yako anafanyika kuwa nuru ndani yako. Kwa hiyo yale matendo ya giza unaachana nayo, unamgeukia matendo ya nuru ambayo ndiyo matendo yenye njia ile ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo matendo ya giza ndiyo kama hayo ulevi, matendo ya giza ndio kama hayo uchawi, matendo ya giza ndio kama hayo uzinzi, uasherati. Hayo ndio matendo ya giza. Yamkini hata mwenyewe umejitahidi wenyewe ukasema haya niache, lakini hujaweza, kwa sababu ndani yako hayuko Yesu, haiko njia ambayo itakuelekeza utembee kwenye nuru. Haleluya, haleluya. Kwa lazima iwepo Yesu ndani yako, ni atakaye kusaidia uweze kutoka kwenye matatizo, atakaye kusaidia uache hiyo giza. Hata kama wewe umejitahidi kwa namna gani umeshindwa, lakini Yesu akiingia ndani yako anakubadilisha. Kama ulikuwa mtu wa giza anakufanya kuwa mtu wa nuruni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine nimekwambia, kuna mambo makazana nikuelekeza kwenye neno ambalo Mungu ametupa kuja kusema na wewe. Jambo jingine ni kwa habari ya kuziacha nguvu za giza, kuacha kutumainia nguvu za giza, kuacha kutumainia nguvu za giza. Yamkini hata yule tajiri, ule utajiri aliokuwa nao, njia aliyoipata ule utajiri, yamkini ni kutegemea nguvu za giza. Ndio maana hakuwa tayari kuweza kumpokea Yesu, ndio maana hakuwa tayari kuweza kukimbilia kwenye njia ya uzima, kwa sababu nguvu iliyokuwa anaitegemea ilikuwa ni nguvu ya giza. Lakini siku ya leo na Yesu yuko mahali hapa, yeye ndiye wa kutegemewa, na yeye amesema ya kwamba anapoingia ndani yako anakugeuza uache kutegemea nguvu za giza na uanze kutegemea nguvu za Mungu aliye hai. Haleluya. Na jambo jingine ambalo Mungu ambaye atamani kusema na wewe mtu wa Manyoni, ya kwamba huyu Yesu anapoingia ndani yako, yeye anakuletea ondoleo la dhambi, anakuletea kusamehewa dhambi zako. Sikia mtu wa Mungu, unaweza ukasema ya kwamba mimi sina dhambi, Bwana ishi na watu vizuri, mimi sina dhambi, Bwana nenda kanisani, mimi sina dhambi, Bwana jiweza. Lakini sikia nikwambie mtu wa mahali hapa ya kwamba iko hivi, katika ile kitabu cha Warumi ile sura ya 5 mstari wa 12, Biblia inasema ya kwamba kama kwa mtu mmoja dhambi iliweza kuingia ulimwenguni, na kwa hiyo dhambi mauti ikaingia, na hiyo mauti inawapata watu wote, na hiyo mauti inawapata watu wote. Ndio maana maisha yetu tunapita, walikuweko, wanapita, watakuweko, watapita, kwa sababu dhambi ilipoingia na mauti ikaingia kwa watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Haleluya. Nataka nikwambie hivi, akisha kusamehe yeye anasema maisha yako hapa duniani yatakuwa salama. Alafu baada ya hapa kuna ule uzima wa milele, kuna ule uzima wa milele, kama ule uzima ambao alikuwa amestarehe Lazaro kifuani mwa Ibrahimu, na sisi mbele yetu iko paradiso, iko kwenda kufurahi, iko paradiso ya kwenda kufurahi. Hayo si hapa tu, hapo utaishi salama, wala hautaogopa, hautachezewa, kwa sababu yeye na kinga ndani yako anakuwa ni kinga, atakulinda, atakulinda. Maana amesema katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 3 na mstari wa 20, akasema ya kwamba tazama nasimama mlangoni, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani yake, huyo nitatembea na yeye, nitalala na yeye, kila atakapoelekea nitakuwa na yeye. Yeye anakuwa kinga na ulinzi kwenye maisha yako. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko raha kukaa ndani ya Yesu. Yes. Iko raha kukaa ndani ya Yesu. Ndio.
Kwanza kabisa yeye alitupenda kwanza. Yeye ndiye aliyetupenda kwanza. Wewe unafikiri gharama ya kuingia msalabani kufa kwa ajili ya watu wengine ni kazi ndogo? Ndio maana misiba yetu, hata kama mtu angelia kwa namna gani, umwambie basi na wewe ingia tukufukie, hawezi kukukubalia. Lakini Yesu alifanya jambo la ajabu kabisa. Yeye kwa sababu walikuwa ametupenda, akasema achilia yote mbali. Aliendea msalaba, akasulubiwa na kutesa, ili kwamba kila yeye atakayemwamini aweze kuwa na uzima wa milele, aweze kuwa na uzima wa milele. Ndio maana jioni ya leo ninakwambia mtu wa mahali hapa, mwamini Yesu, mwamini Yesu, mwamini Yesu. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Natamani nikuambie hivi, kumwamini Yesu ni tiketi ya moja kwa moja ya kwenda mbinguni. Lakini kumkataa Yesu ni sawa na yule ambaye aliyeacha maisha yake ya kwenda jehanamu kiroho safi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu alipotupenda akaamua kutufia msalabani. Ndio. Akatufia msalabani kabisa kabisa, ili kila yeye anayemwamini asiweze kupotea, bali aishi maisha ya furaha, aishi kwa amani, na kisha kuishi kwa amani akaweze kupokea ule uzima wa milele. Nimekwambia kazi ya kufa msalabani sio kazi ndogo Kabisa. Kuna kitu kidogo hapa natamani nikukumbushe. Najua unakijua. Kuna wale vijana ambao wakiingia kwenye mahusiano anamwambia mwenzake, niko tayari kufa kwa ajili yako kwa sababu nakupenda. Nitakufa kwa ajili yako, nakupenda. Lakini sikia, baada ya muda fulani, yule aliyekwambia nakupenda nakwambia wewe ni mbwa, wewe si kitu, wewe ni nini, kitu gani wewe? Kwambia nikwambie, gharama ya kumfia mtu sio kawaida. Yesu alichokifanya ni upendo wa hali ya juu. Huo upendo kwa wanadamu haupo, huo upendo kwa watu wengine haupo. Ni upendo wa pekee kabisa aliyoonyesha Yesu pale msalabani, pale msalabani. Na yeye anasema ya kwamba anakupenda jinsi ulivyo, hata kama wamesema wewe umeshindikana, wewe ni mlevi, wewe ni mchawi, hayo hayaangalie. Anasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha, nami nitawapumzisha. Haleluya! Unanisikia? Unanisikia? Punga mkono namna hii, alafu sema ndio. Sema ndio. Sema ndio. Mambo yote kwa Yesu ni ndio. Ukisikia habari za Yesu ni ndio. Hakuna haja kujadili moyoni mwako. Nikusema ndio. Nikusemaje? Ndio. Ukisha kusikia hizi habari, wewe sio kujiuliza nikusemaje? Ndio. Nikusemaje? Ndio. Sikia nikwambie, ndio maana Lazaro akuangalia umasikini alionao, yeye akasemaje? Ndio. Akasemaje? Ndio. Natamani mtu ambaye anasema ndio jioni ya leo aweze kusimama mahali pale alipo. Simama mahali ulipo. Simama tu mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama uko mbali tu usimama. Natamani tukaombe mahali hapa, kwa sababu Yesu ameachilia hii neema na ameachilia hizi habari kwamba tuweze kuzisikia. Alafu kisha simama namna kama hiyo, unaweza ukamwinua jirani yako ukasimama naye. Alafu baada ya kusimama naye, mwambie jirani, tusogee mbele tuweze kuomba pamoja. Mwambie tu jirani, sogea mbele tuweze kuomba pamoja. Mshike mkono tusogea naye. Mshike mkono tusogea naye kwa upendo kabisa. Kwa upendo kabisa. Kwa upendo kabisa. Sogea na jirani yako kwa upendo kabisa kabisa. Mwambie asibaki, kwa sababu Yesu yuko mahali hapa. Anamhitaji mtu ambaye anasema ndio. Kwa sababu Yesu anamhitaji mtu mahali hapa anayesema ndio. Hata kama upo kule mbali kabisa, unaweza ukasogea tuweze kuomba pamoja. Hata kama upo mbali kabisa kule,
na hamna shughuli yoyote inayokutinga sana, unaweza ukasogea ili tuweze kuomba pamoja mahali hapa. Sogea tu, hata kama uko mbali kule, sogea tu, sogea tu, tuweze kuomba pamoja mahali hapa. Tunaelekea mwishoni kabisa, tuweze kuomba pamoja mahali hapa, na Yesu yuko mahali hapa. Nimekwambia yeye ndiye anayefanyika uzima kwenye maisha yako. Alafu baada ya kuweza kuomba pamoja, hata kama unayo ugonjwa, unayo shida, tutaomba mahali hapa. Usikubali kuondoka na changamoto yako. Usikubali kuondoka na huo mzigo uliokusumbua kwa muda mrefu. Usikubali kuondoka na hiyo changamoto ambayo imekutesa kwa muda mrefu, kwa sababu Yesu yuko mahali hapa na nguvu zake ziko mahali hapa kwa ajili ya kukusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waliosikia habari njema za jioni leo, punga mkono juu namna hii. Ambao wameelewa, punga mkono namna hii. Oh, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekwambia kabisa kwamba ziko njia mbili mbele yako, alafu maamuzi unayo mwenyewe. Wala haya sio maamuzi ya familia, wala haya sio maamuzi ya wazazi wako, sio maamuzi ya watoto wako, sio maamuzi ya jirani zako, au sio maamuzi ya watu wengine, kwa sababu Biblia inasema hivi: kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa mtu hukiri. Sio watu, ni mtu mmoja tu, ni mtu mmoja tu. Najua uko mahali hapa umesikia habari hizi njema na moyoni mwako unatamani. Na mimi siku moja ilikuwa kama hivi tu, ilikuwa hivi tu, nikasikia habari kama hizi, nikasema kitu gani cha kunizuia nisiweze kumpata huyu Yesu? Kitu gani cha kunizuia nisimpate huyu Yesu? Nikaona hakuna, sio marafiki, nikasema achana nao, kwa sababu Yesu amesema na mimi, hakusema na marafiki zangu. Kwa hiyo mahali hapa naomba uweze kufunika macho yako. Tutakwenda kuomba mahali hapa, kila mtu aweze kufunika macho yake. Funika macho yako tu, tukombe mahali hapa. Alafu wakati huo, kama kuna mtu ambaye anasema namhitaji huyu Yesu, namhitaji huyu Yesu, namhitaji huyu Yesu, ukiwa umefunga macho yako hivyo hivyo, inua mkono wako juu. Unasema namhitaji huyu Yesu, inua mkono wako juu namna hiyo. Inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Alafu baada ya kuinua mkono wako juu, songa mbele kabisa. Na Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru, ninakushukuru kwa kuwa umesema nami, nami nimeelewa, ya kuwa wewe ndiwe njia ya kweli na uzima. Wewe ndiwe njia ya kweli na uzima. Na kupitia jina lako kila mwanadamu anaokolewa. Asante Yesu, kwa kuwa umenisamehe. Ongeza sauti, sema umenisamehe. Asante Yesu kunisamehe. Wakati huu futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Amen. Chapa Yesu makofi mengi.
ile furaha ya mbinguni, ile furaha ya mbinguni. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.